Kwa hiyo hapo kifungu ulichosoma sasa hivi kinampa mamlaka ya kukataa mabadiliko yoyote ya katiba yanayoenda tofauti na sera, si ndio? Lakini pia nataka kufahamu, je, yalimpa mamlaka gani ya kukubali? Kwa maana ya kwamba kwa sababu hapa ameyakubali. Sasa mamlaka ya yeye kuyakubali kile mmoja sasa mheshimiwa msajili wa vyama vya michezo amekubali isivyo halali. Yaani manake ni kwamba amejiongoza vibaya kwa kukubali mabadiliko ya katiba wakati yanakinzana na sera ya michezo. Na hii habari ya sera ya michezo sio hiari. Yaani ni takwa la kanuni ambazo BMT wanazisimamia. What next kama katiba imekiuka sera ya michezo? What next? Kwa mujibu wa kanuni ya 11, msajili kwa maelekezo ya waziri au kwa kushirikishana na waziri ana uwezo wa kuitisha ile katiba na kuibatilisha. Mamlaka hayo anayo. Lakini kama msajili atakubali kwamba alijiongoza vibaya kupitisha mabadiliko ya katiba ambayo ni wazi, hizi ni black letters of the law. Yanasema kabisa kifungu cha 11, kanuni ya 11, kanuni ndogo ya 3D kwamba asipitishe mabadiliko ya katiba kama kifungu hicho kinakinzana na sera ya maendeleo ya michezo. Sasa, ambayo sera hiyo inasisitiza juu ya nini? Ukomo wa miaka mitatu kwa awamu ngapi? Tatu. Hapo kwenye ofisi ya msajili watu wanabadilika. Huenda kawa msajili ambaye alipitisha ni mimi na msajili wa sasa ni Job. Anaweza kubadilisha huyu Job baada ya kwa mimi nilishaipitisha hiyo yenye makosa. Uwezo anao kwa sababu kanuni hiyo pamoja na kanuni zingine zinasema kwamba endapo msajili wa vyama vya michezo atagundua kwamba alipitisha mabadiliko ya katiba kwa kujiongoza vibaya ama kwa kukinzana na sheria, ndo kitu kilichopo. Mimi ninasema confidently kwa sababu sheria imetaka. Kwa mpaka sasa msimamo wangu, msajili alijiongoza vibaya kwa kinyume na sheria. Kwa hiyo ana uwezo, sheria imesema ana uwezo wa kuitisha tena ile katiba na ana uwezo wa kubatilisha. Kama mtu alibadilishwa ofisini, huyu aliyopo sasa anayo hayo mamlaka kwa sababu yeye ndiye msajili wa michezo. Na hii kanuni ukisoma kwenye sehemu ya tafasiri inamuelezea nani ni msajili wa vyama vya michezo. Kwa hiyo aliyopo msajili wa vyama vya michezo ni yule mwenye mamlaka ya kusimamia soka kwa maana ya mpira wa miguu Tanzania, na yule anayekuwepo ofisini ambaye anafanya kazi kwa mujibu wa kanuni, sheria na taratibu. Kwa hiyo hata kama aliyepitisha alikuwa si mwingine, sasa hivi yuko mwingine, aliyopo ndiye msajili wa vyama vya michezo. Kwa hiyo anakuwa enclosed, yani anakuwa na mamlaka kamili. Kwa hapo sasa tunaiangalia ofisi, sio mtu. Exactly, kwa sababu unapoongelea chama cha michezo au msajili wa vyama vya michezo, sio mtu, ni taasisi. Unaona, ndio maana hata asipokuwa ofisini huwezi kusema shughuli haziendelei kwa sababu msajili anaumwa au amesafiri. Ile ni taasisi, sio mtu. Sawa. Baada ya kutuonyesha kwamba kuna madhaifu kwenye sera, yani katiba TFF imepita kimadhaifu kutokea kwenye ofisi. Tunaweza kuisema kuwa katiba ya sasa ni batili. Ndio, tuna uwezo wa kusema hivyo. Kwa nini tuna uwezo wa kusema hivyo? Haishi hapo tu kwenye hiyo kwamba ile kanuni ya 11 nimesema kwamba inaelezea kuhusiana na ukomo wa muda wa uongozi. Mimi nasema ni batili kwa sababu ukitizama tena hizi kanuni za usajili wa vyama vya michezo za mwaka 1999, kanuni ya 7, kanuni ndogo ya 6 inasema hivi: muda wa uongozi uzingatie sera ya maendeleo ya michezo. Neno muda wa uongozi uzingatie sera ya maendeleo ya michezo, sisi wanasheria tunasema the provision is couched in mandatory form. Yani kifungu kiko katika takwa la ulazima, hakikupi hiari wala hakikupi option. Hakijasema hapa kwamba muda wa uongozi
unaweza ukazingatia. Sheria inasema muda wa uongozi uzingatie, hii ni amri, uzingatie sera ya maendeleo ya michezo. Tukirudi kwenye sera yetu ya maendeleo ya michezo, kama nilivyorejea aya ya 5, aya ya 2, aya ya 3 inasema nini? Kwa ajili ya kuepusha umilikaji wa muda mrefu, vyombo vya michezo vinapaswa kusimamia watu wanaongoza kwa kipindi cha miaka 3 mara 3. Sasa na uwezo wa kusema kwamba hii katiba ni batili kwenye hicho kifungu kwa sababu hakijazingatia kanuni, na hakijazingatia tu sio sera ya michezo, hakijazingatia hata hizi kanuni za usajili wa vyama vya michezo. Ndio maana nimesite kanuni ya 11, kanuni ya 3D, na nimesite kanuni namba 7, kanuni ndogo ya 6 Sports Code.